Moja, ukichanganya sukari pamoja na chumvi ni dawa ya kuzuia ugonjwa wa kuhara na upungufu wa maji mwilini. Namna ya kufanya: changanya kijiko kimoja cha chumvi pamoja na vijiko vitatu vya sukari katika glasi moja ya maji. Hii ni ORS ya asili. Hii inasaidia mwili kurejesha maji. Kwa hiyo ukifanya hivyo, kama ulikuwa na changamoto ya kuhara, itakwenda kuondoka. Ukichanganya sukari na chumvi ni dawa ya kuzuia kuhara na kuondoa changamoto ya upungufu wa maji mwilini. Sisi zamani wakati tunakuwa, ukikumbwa na changamoto ya kuhara, basi baba au mama walifanya hivyo na tulipona kabisa. Leo nami nakukumbusha hapa kupitia chakula cha ubongo. Lakini pia ukichanganya tangawizi na asali na ndimu ni dawa. Tangawizi, asali na ndimu. Hii ni tiba ya mafua na kikohozi. Chemsha tangawizi yako, ongeza humo na ndimu na asali. Ukinywa huo mchanganyiko, utakuwa umejiponya changamoto ya mafua na kikohozi. Na kunywa huo mchanganyiko ukiwa wa moto au wa uvuguvugu. Tatu, ukichanganya kitunguu saumu na asali ni dawa nzuri ya shinikizo la juu la damu, yaani BP. Lakini pia ni dawa ya mafua sugu. Lakini pia huo mchanganyiko unaimarisha kinga ya mwili. Namna ya kufanya: saga au twanga vitunguu saumu, changanya na asali. Tumia kijiko kimoja kutwa mara 2. Itakusaidia kuponya shinikizo la juu la damu, yaani BP, mafua sugu pamoja na kuimarisha kinga ya mwili. 4, ukichanganya ndizi mbichi pamoja na maji ya uvuguvugu ni tiba ya vidonda vya tumbo, yaani ulcers. Cha kufanya: saga ndizi mbichi zilizokaushwa, kisha chukua unga wake, changanya na maji ya vuguvugu na unywe kabla ya kula. Ndizi mbichi zikaushwe, baada ya kuzisaga unga wake ule, changanya na maji ya uvuguvugu, uwe unakunywa. Hiyo ni dawa nzuri mno ya vidonda vya tumbo. 5, ukichanganya tango na asali ni tiba nzuri ya kupunguza gesi tumboni na kuondoa harufu mbaya mdomoni. Tango pamoja na asali. Namna ya kufanya: chukua tango, litengeneze kama juisi, alafu humo weka na asali. Kama una gesi tumboni itaondoka, una harufu mbaya ya mdomo itaondoka. Mchanganyiko wa tango na asali ni tiba nzuri ya kuondoa gesi tumboni na kuondoa harufu mbaya mdomoni. 6, ukichanganya majani ya mti wa mwembe pamoja na maji ni tiba nzuri ya kisukari. Na hapa nazungumzia kisukari cha awali. Yaani chemsha majani ya embe, chuja, kisha unywe kikombe kimoja asubuhi kabla ya kula. Majani ya mti wa mwembe yale yaoshe vizuri, yachemshe kwenye maji. Ipua yakiwa ya vuguvugu, kunywa. Ni tiba nzuri ya kisukari hatua za awali. 8, ukichanganya nanasi na tangawizi ni dawa ya kuondoa sumu tumboni na kuongeza nguvu za kiume. Cha kufanya: saga vyote, pata juisi yake, alafu hiyo juisi kunywa asubuhi. Inakusaidia kuondoa sumu, kuondoa kolesterol mwilini, lakini pia itakuongezea nguvu za kiume. Ewe mwanaume, anza kutumia mchanganyiko wa nanasi, tangawizi. Nzuri sana hiyo. 9, ukichanganya mbegu za papai na asali ni tiba nzuri ya kuondoa minyoo tumboni. Cha kufanya: saga mbegu za papai, changanya na asali, alafu uwe unakunywa kila siku kwa muda wa wiki moja. Kama una minyoo tumboni, una amiba, itakwenda kuondoka. Ni mchanganyiko wa mbegu za papai pamoja na asali, ni dawa ya kuondoa minyoo tumboni. 10, ukichanganya maziwa ya moto na asali ni tiba nzuri ambayo itakusaidia kupata usingizi mzuri na kuondoa msongo wa mawazo. Ni mchanganyiko: chemsha maziwa yako safi kabisa, weka humo na asali, alafu kunywa kabla ya kwenda kulala. Utapata usingizi mzuri mno, na kama una msongo wa mawazo utajisikia poa kabisa.
huweka akili sawa na mwili sawa. 11 ni mchanganyiko wa mdalasini pamoja na maji. Hii ni tiba ya kisukari na pia huongeza mzunguko mzuri wa damu mwilini. Chukua kijiko kimoja cha unga wa mdalasini, weka kwenye kikombe cha maji ya vuguvugu, weka na asali humo. Changanya vizuri, kunywa asubuhi kabla haujala kitu chochote kile. Hii ni dawa nzuri ya kisukari, lakini pia inakwenda kuweka mzunguko wako vizuri, mzunguko wa damu. Chemsha maji yako, weka humo na mdalasini, alafu kunywa asubuhi. Lakini mchanganyiko wa kitunguu maji na asali ni dawa ya kikohozi sugu. Kitunguu maji na asali. Saga kitunguu maji, changanya na asali. Tumia kijiko kimoja kutwa mara 3. Mchanganyiko wa kitunguu maji na asali. Hiyo ni dawa nzuri ya kikohozi sugu. 13, ukichanganya maji ya tangawizi na kitunguu swaumu. Hii ni dawa ya malaria ya mara kwa mara. Unaumwa malaria mara kwa mara, saga tangawizi, kitunguu swaumu, changanya, alafu chemsha vyote kwa pamoja. Huo mchanganyiko unywe kikombe kimoja kwa siku, mara 1 au mara 2. Unaweza ukaamua kunywa asubuhi na jioni. Baada ya hapo utakuwa sawa. Malaria ya mara kwa mara itakaa mbali. 14, ukichanganya unga wa majani ya mti wa mlonge na maji ya vuguvugu. Ni dawa ya kuongeza kinga ya mwili na kushusha sukari. Tumia unga wa mlonge kijiko kimoja kwenye maji ya vuguvugu, weka, changanya, koroga, alafu kunywa kila siku. Ni dawa hiyo ya kuongeza kinga ya mwili na kushusha sukari katika mwili wako. 15, ukichanganya maji ya ndimu na chumvi. Ni dawa ya kutibu maambukizi ya koo. Una vidonda kwenye koo lako haulielewi, basi nikwambie maji ya ndimu na chumvi kidogo ni dawa. Changanya, alafu sukutua huo mchanganyiko kutwa mara 2, asubuhi na jioni. Vidonda vya koo mdomoni vitakwenda kuondoka. 16, mbegu za papai na asali. Mchanganyiko wa mbegu za papai na asali ni dawa nzuri ya kuondoa minyoo tumboni. Saga mbegu za papai ziwe unga, weka humo kijiko kimoja cha asali, alafu kunywa huo mchanganyiko kutwa mara 1 kila siku kwa muda wa siku 5 hadi 7, yaani wiki moja. Ni tiba ya minyoo tumboni. 17, unga wa habati soda pamoja na asali ni dawa ya pumu na matatizo ya kupumua. Unasumbuliwa na pumu, tafuta habati soda, chukua kijiko kimoja cha unga wa habati soda na kijiko kimoja cha asali. Huo mchanganyiko tumia mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Changamoto ya pumu, changamoto ya kupumua itakwenda kuondoka. 18, mafuta ya mwarobaini na mafuta ya nazi. Huo mchanganyiko ni dawa ya mba na upara. Kama una upara, unauwalaza, una mba kichwani, mafuta ya mwarobaini na mafuta ya nazi, mchanganyiko wake ni dawa nzuri mno. Paka kichwani, kaa nusu saa hadi saa 1, osha. Fanya hivi mara 3 kwa wiki, kwamba kwenye wiki fanya mara 1. Chukua mafuta ya nazi, mafuta ya mwarobaini, changanya, paka kichwani kwenye nywele, kaa nusu saa au saa 1, alafu osha. Mba, upara, uwalaza vinakwenda kuondoka. 19, nikwambie chai ya majani ya mchaichai na tangawizi ni dawa ya kuondoa uchovu na maumivu ya kichwa. Umechoka, una uchovu, tengeneza mchanganyiko wa majani ya mchaichai na tangawizi. Chemsha majani ya mchaichai na tangawizi vipande 2 kwenye maji, kisha unywe kama chai mara 1 kwa siku. Na mwisho, chakula cha ubongo hapa, nikupe tiba maganda ya limao yaliyokauka. Ni dawa nzuri ya koo ambalo linawasha au kuuma. Koo linawasha, koo linauma, basi saga maganda ya limao makavu. Yaani ukimenya limao maganda yale ni dawa, usitupe. Yaanike juani, yakisha kauka yasage vizuri, alafu yahifadhi ndani. Ni dawa, yatakusaidia hayo.
Chukua unga wa maganda ya limao, weka kwenye kikombe cha maji, chemsha, alafu kunywa au sukutua mara 2 kwa siku. Koo kama linawasha, koo linauma, utakwenda kupona moja kwa moja. Mimi ni ndugu yako Dastan Fredi Kamala. Shukran, hadi wakati mwingine.